Kinachomzunguka aliyekuwa waziri wa baraza la mawaziri Raphael Tuju kimechukua mkondo mpya, huku mawakili wake wakidai kuwepo kwa mienendo isiyo ya kawaida kutoka kwa polisi kufuatia kujitokeza kwake ghafla. Tuju, ambaye sasa amekamatwa na kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Karen, alijitokeza baada ya kuripotiwa kutoweka tangu siku ya Jumamosi, akidai kuwa alilazimika kujificha baada ya kuhisi maisha yake yako hatarini. Alisema aliweza kuwatoroka na kupata hifadhi katika nyumba moja katika kaunti ya Kiambu. Kwa upande wao, DCI wanadai kuwa Tuju alijiteka mwenyewe, huku mkuu wao Mohamed Amin akisema uchunguzi kuhusu tukio hilo umeanza. Katika kituo cha polisi cha Karen, mawakili wake wanadai kuwa Tuju alijeruhiwa wakati wa kukamatwa, hali iliyosababisha wahudumu wa afya kuitwa kumhudumia mapema. Familia ya Tuju ilikuwa imeelekea mahakamani ikitaka vyombo vya usalama kutoa taarifa kuhusu alipo aliyekuwa waziri huyo. Mwanawe Manu Tuju kwa niaba ya familia iliwasilisha ombi la dharura akitaka amri ya habeas corpus dhidi ya Inspekta Jenerali wa polisi pamoja na DCI. Kwa sasa kuna viongozi akiwemo kinara wa Wiper ambao wamezungumza na waandishi wa habari. Tutakuwa tunakujuza muda mfupi ni yepi ambayo naarifiwa kwamba tuweze kusikiliza kile ambacho wamesema saa chache zilizopita. Wa Kenya wenzetu, kwanza tuombee Mheshimiwa Tuju. Kesho ni lazima mfikishe kotini na zote tutakuwa hapa. Hakuna makosa Tuju amefanya. Hii ni fitina ya Ruto kutaka kumuumiza Tuju kwa sababu ya mambo ambayo yanajulikana. Harambee! Kwa hivyo sasa hivi tupike kesho, kwa sababu nini? Ruto, direct order ya William Ruto. Naam, bila shaka huyo ni kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka pamoja na viongozi wengine Karen, ambapo amezuiliwa Raphael Tuju kwa sasa. Mwandishi wetu wa habari amekita kambi katika maeneo hayo na atakuwa anatujuza mengi zaidi hapo mwendo wa baadaye. Picha hizi ni za moja kwa moja ambapo wafuasi wake Tuju pamoja na viongozi wa vyama tofauti tofauti akiwemo kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka wamefika pale na watakuwa wanatujuza mengi zaidi. Tutakuwa tunakuletea kwa mapana na marefu hapo mwendo wa baadaye, lakini kwa sasa mtazamaji, naarifiwa kwamba tuweze kusikiliza ni kipi ambacho kinajiri katika upande huo. Tuvumilie, kesho asubuhi tunaenda kwa mahakama. Asanteni. Wamemkataza. Na bila shaka mtazamaji, ndio picha za moja kwa moja kutoka kituo cha polisi cha Karen hapa jijini Nairobi, ambapo viongozi ya kesho watakuwa wanaelekea mahakamani ili kuhakikisha kwamba Tuju anatolewa polisi kwenye kituo cha polisi na kuweza kushughulikiwa haraka ipasavyo. Tutakuwa tunarejea na hiyo taarifa hapo mwendo wa baadaye, lakini kwa sasa wacha tuangazie taarifa nyingine kuhusiana na masuala ya siasa ambapo